Kwa siku ya leo ndugu zetu wa STAMICO wamekuja na majiko bunifu ambayo yana matumizi sahihi ya mkaa aina ya briquette. Mkaa huu ni mkaa mzuri, mkaa rafiki ambao unasaidia katika matumizi ya kupika kwa mama zetu na ndugu zetu. Leo hii wakati tunazindua aina hii ya majiko bunifu ya aina ya briquette, ni majiko ambayo ya kwanza yana sifa ya kusaidia kwenye uhifadhi wa mazingira. Kwa kiwango kikubwa majiko haya yanahifadhi mazingira kwa sababu yanakwenda kutumia vumbi ya makaa ya mawe, ambayo vumbi hii imepitia viwandani ambapo imeweza kuchujwa na imekuwa mkaa rafiki kwa matumizi ya watu. Lakini sifa ya pili ya mkaa huu na majiko haya bunifu, sisi tunaita majiko rafiki na Samia, ni kwamba yana sifa ya kulinda afya ya mtumiaji. Yale wakati tunatumia mkaa, tunatumia kuni, wakati kwa mtumiaji wakati mwingine amekuwa akipata tatizo la macho na wakati mwingine akipata tatizo la kifua, lakini jiko hili ni rafiki kwenye afya ya mtumiaji. Na jambo la tatu, jiko hili lina sifa ya kuhifadhi bajeti. Kama matumizi yake ni rafiki, kwa maana yake inahifadhi bajeti ya mtumiaji. Kwa gharama imekuwa ni nafuu sana, ambapo jiko hili sasa linaweza kutumia kilo moja ya mkaa bunifu ambao thamani yake sio chini ya kati ya 1000 na 1500. Kwa kawaida mama zetu, mama lishe, wanapokuwa kwenye matumizi yao ya kawaida kwa siku, wanatumia zaidi ya shilingi 10,000 mpaka 15,000 katika matumizi yake. Lakini kwa hili jiko bunifu la Samia anaweza kutumia kilo 2 kwa kutwa nzima, ambayo ni sawasawa na shilingi 3,000. Hivyo unakuta amesevu kati ya shilingi 7,000 mpaka zaidi ya shilingi 10,000. Mtu huyu anakuwa amesevu katika matumizi. Unapoweza kusevu matumizi, maana yake kwenye kile unachokipata unaongeza faida ya mtumiaji. Lakini unapokuwa nyumbani ukatumia mkaa huu na majiko haya, unajikuta sasa matumizi yako ya kwa mwezi yanakuwa mazuri kuliko mtu anayetumia mkaa wa kawaida. Lakini jambo la tatu ni kwamba haya majiko ni rafiki ya kijamii pia, kwa sababu yana linki jamii mbalimbali. Kwanza unamkuta yule ambaye anayetengeneza vumbi lile ambalo ni STAMICO, lakini unamkuta mtu wa tatu ambaye ni wakala, anafanya kazi ya kuuza majiko lakini sambamba na kuuza mkaa. Mtu wa nne unamkuta yule mtumiaji. Maana yake unakuta kuna link ya chain hapa kati, kuanzia yule mzalishaji wa mkaa, yule mzalishaji wa mkaa wenyewe ambao unatumika, lakini pia na huyu mtumiaji na mfanyabiashara wa kawaida. Hivyo unaona kwa kiuchumi pia ni sehemu ambao inakuza uchumi ya watu walio wengi kuliko mkaa. Ukichukua mkaa wa kawaida haukuzi uchumi, kwa sababu kwanza unaharibu mazingira. Kule ambapo mkaa ule umekatwa, mti ule umekatwa, yule anabaki kuwa maskini kwa sababu hatapata mvua tena. Lakini la pili, anapokuja hapa inahatarisha maisha ya yule, anatumia gharama kubwa kwenda hospitalini kujitibu macho, kutibu kifua, kwa sababu anatumia mkaa ambao sio bunifu, ambao unamharibia maisha, lakini unatumia sehemu ya fedha zake. Lakini la tatu, yule muuzaji, kwa sababu anapambana na watu wa TFS, mara anatoa rushwa, mara anakimbia, mara mkaa unakamatwa, pia kibiashara pia sio rafiki. Hivyo mkaa huu ni rafiki pia kwa hii jamii, kwa maana kwa kukuza uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama shirika la utafiti wa madini, kwa kutumia wataalamu wetu, tulifanya utafiti wa jinsi ya kutumia vumbi la makaa ya mawe ili kupunguza uchafuzi wa mazingira. Utafiti ulionyesha vumbi linapopitishwa kwenye mchakato wa kiwandani kutengeneza nishati ambayo inafaa kutumika katika matumizi ya kupikia, kukaushia mazao au kutengeneza nishati ya joto. Hapo ndipo shirika lilipokuja na nishati hii ya rafiki briquette. Mheshimiwa mgeni rasmi, nishati hii ya rafiki briquette ubora wake umethibitishwa na shirika la viwango la taifa TBS. Mheshimiwa mgeni rasmi, unaweza kujiuliza kwa nini tumetumia neno rafiki na wala sio jina jingine tofauti na rafiki. Sisi kama shirika, baada ya kuona nishati hii imepokelewa vizuri sokoni, tulijipanga kuanzisha viwanda vikubwa viwili ambavyo vipo Kiwila, Songwe pamoja na mkoa wa Pwani katika wilaya ya Kisarawe. Viwanda hivi ni vikubwa na uwezo wake wa uzalishaji ni tani 20 kwa saa moja. Hapa Dar es Salaam tuna kiwanda kidogo pale maeneo ya Msasani Tildo, ambacho tulikitumia mwanzo kama kiwanda cha kufanyia utafiti wakati tunachakata namna ya kugundua na kuvumbua zao hili la rafiki briquette.
Mwaka huu mwezi wa 11 tutafunga viwanda vingine viwili vikubwa pale Dodoma na Tabora, na tayari vimesharejea nchini baada ya kuwa tumeviagiza na kuvinunua kutoka nchi za nje, na wataalamu kwa ajili ya kuvifunga wameshafika. Kwa hiyo mwezi wa 11 kiwanda kikubwa Dodoma ambacho kitakuwa kinazalisha tani 20 kwa saa, kiwanda kikubwa Tabora ambacho kitakuwa kinazalisha tani 20 kwa saa vitakuwa vimefungwa na vimekamilika katika hatua ya kuanza uzalishaji. Lakini baada ya hapo shirika halijaishia hapo. Tutaelekea kufungua kiwanda kingine kikubwa mkoani Geita na tutaenda kufungua kiwanda kingine kikubwa katika mkoa wa Tanga. Na yasema haya ndugu zangu, ili kuthibitisha kwamba nishati hii itapatikana wakati wote pasipo mashaka. Kwanza, kama nilivyowaeleza hapo awali, asili ya nishati hii kwa maana ya raw material yake, kile ambacho tunakichukua kutengenezea nishati hii ni ile vumbi ambalo tunazalishwa katika mgodi wa Kiwira. Reserve tulionayo katika mgodi wa makaa ya mawe ya Kiwira ni zaidi ya milioni 300 tons. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba nishati hii itakuwa ina uhakika kupatikana kwa miaka mingi sana, takriban zaidi ya 100 katika uhai